Sasa mwambie ili ajue kama yeye ni mrithi wako wa uchawi. Sawa, nitafanya utaratibu wa kumwambia. Basi naomba umfanye awe na maisha magumu. Ndiyo. Asipendwe na watu. Ndiyo. Aonekane kama kinyesi. Ndiyo. Kila mtu amchukie. Ndiyo. Mfanye aishi maisha magumu sana. We kijana. Mimi ni msafiri. Naelekea kijiji jirani. Jambo la kwanza nakuomba unielekeze jina la kijiji ninachoelekea. Lakini pili, nitakuomba unisaidie mzigo wangu huu. Kwa maana bega linaniuma. Sikia wewe. Kijana, nashukuru. Marahaba. Hivyo mzee, ulikotoka huko kote hujaona watu zidi ya mimi tu? Watu wapo. Tena wewe ni pamoja na watu niliowaona. Unatoka wapi? Natoka kijiji ninachotoka. Wao umeona hawana kazi za kufanya. Ila mimi sina kazi nikusaidie wewe, si ndio? Wewe ndiye kukuta hapa. Wewe mzee, hivi mbona kwa unatafutia sababu? Yaani mimi niache shughuli zangu nikusaidie wewe mzigo wako kote ulikotoka, alafu niende huko unakokwenda wewe? Alafu huu mzigo huu inaonekana kwamba wewe majini yako hayo hayapiti huko unakokwenda. Kwa hiyo unahitaji mimi ili niende huko nikaanze kupata mimi balaa kuliko wewe, si ndio? Unamaanisha nini? Mzee, hivyo umewahi kupigwa? Maana kuona una sababu sana na mimi. Sasa basi, unakokwenda upande wa kimamani kwako. Wewe mzee mpumbavu nini? Hivi unatumia akili kweli? Kote ulikotoka hujaona watu. Alafu usione watu wanatembea tembea ukaona hawana mambo ya kufanya. Mimi nina mengi ya kufanya. Nyinyi wazee mkifikia umri huu mnakuwa sana nyinyi wachawi. Sidhani kama mna misukule huko. Kwani wewe kijana hukuzaliwa? Nimezaliwa. Mimi ni kama mzazi wako kijana. Kama sio mzazi wangu. Mimi sitoshi kukuzaa. Mimi sio mtoto wako. Mimi na mzee wangu yuko nyumbani. Mtoto wako kwa mangapi? Kijana. Nakuomba uwe mstaarabu. Nakuomba uwe na adabu. Kama mimi ni sawa na mzazi wako. Wewe mzee wewe. Naona uko kishali. Kwa hiyo nikuulize wewe, unanisaidia unisaidie? Sina msaada na wewe. Mzee, hivi kwani wewe una uchawi wa namba ngapi labda? Maana yake uchawi wako unaonekana kama mtu fulani mwenye huruma, filiali yako kwamba huruma huna. Afu na wasiwasi una matatizo kidogo ya akili wewe. Afu wewe mzee vipi? Watafuta pumbavu zako. Mimi sio mjinga kama wajinga wengine. Tena kama umetoka zako huko na majini yako, ukatafuta nani eti nimkabidhi awe kijumbe au vipi? Sio mimi. Sinipotezee time bwana. Mambo vipi? Poa. Tambua kaka, mimi nakupenda sana. Unanipenda? Ndio nakupenda. Kwa kipi hasa wewe unachonipendea mimi? Kimapenzi. Hivi kwa ufupi wako huu kama nyundo huu, una hadhi ya kunipenda mimi? Ndio. Nisikilize nikwambie kitu. Mimi sikupendi. Hapa duniani nipo mwanamke mmoja tu ninayekupenda. Mimi sio mgonjwa akili kama ulivyokuwa wewe. Utaendelea kunipenda tu. Wewe kwanza ukome hilo swala hilo. So anapita mtu hapa anatukuta tuko katika mazingira haya, unanitia aibu. Utanipenda tu. Mimi nachukua wanawake wanaofanana na mimi, sio wewe. Wewe tambua hivyo, mimi nakupenda. Nitambue kwamba unanipenda? Yes. Hivyo mwanamke mpumbavu sana. Mimi sio mpumbavu. Ila ni mapenzi yangu kwako. Mapenzi yangu kwako, yaani mapenzi yangu mimi kwako wewe, au mapenzi yako wewe kwangu mimi? Yeah. Sasa wewe una mapenzi kwangu mimi, mimi sina mapenzi kwako wewe. Unanipenda tu. Kwa nini? Nafanania kukupenda wewe? Ndio. Hivi sikupendi, haunipati daima mimi. Musta mimi unipate wewe, andunje kama wewe. Una swaga. Nakupata tu. Tena siku nyingine usisubutu kuniambia mimi unanipenda. Hebu niangalie mimi nilivyo, afu jitazame wewe. Mama Zamda, Musta ameshatoka, yupo njiani. Si ulisema tutamuua?
Nimemwona kama ametoka, amepita njia tuliyoweka mtego. Sasa mimi leo Musta atanikoma. Manake leo ndo mwisho wa maisha yake. Alijifanya mjanja na jeuri na kiburi. Leo saa 8 za usiku atakutana na mimi uso kwa uso. Musta, habari zako zimekwisha, tunahesabia dakika tu. Usijali mwanangu, nafikiri utapata unachokitaka. Baba, mzazi hawezi kumchoka mwanae. Mimi naelewa. Na hakuna siku ambayo utakuja kunichoka. Wewe fanya tu hivyo. Hebu hivi una akili kweli? Ninayo bwana. Huna. Kwa nini sina? Wewe unajua maisha yangu mimi yalivyo. Mimi mwenyewe naishi maisha ya taabu sana. Unakuja kunitusha mizigo mingine ambayo haina maana. Angalia. Nimefanya jitihada kukujengea nyumba pale. Unakaa. Leo bado unakuja kuniomba msaada. Niazime. Hii itakuwa mara yangu ya mwisho. Kila jambo langu aliendi baba yangu. Wewe nipe tu, mimi ni mwanao. Najua unayo baba, jungu kwa likosi ukoko. Nipe, hali mbaya. Saidie, nikopeshe basi. Fanya mara yako ya mwisho. Baba yangu. Mara ya mwisho baba. Mke wangu ana njaa, mimi nina njaa. Hamna hela, natafuta sipati. Kila njia ni ngumu baba. Tafadhali. Nasema hivi, sikupi hela Yebugwa, sikupi hela. Nisikilize sana. Pale nyumbani unapokaa. Ile nyumba ya kwanza. Najua. Kuanzia leo nataka uondoke. Niende wapi baba? Na kama utakuwepo na kupangisha. Mwezi shilingi 3,000. Baba, unanipangisha mwanao? Mwanao wa kumzaa, kipenzi chako wa kwanza na wa mwisho unampangisha kwenye nyumba yako. Hapa nimekuja kuomba uniazime 20,000. Nikulipe na kodi mimi ndatoa wapi baba hapo? Hebu namkosa mimi. Hebu nakwambia pale uondoke. Baba, mimi siwezi kuondoka, sina kitu, nitaenda wapi baba? Kapange. Hela nitatoa wapi sasa? Basi hata ngoni mwenye nyumba ungenipa notice. Haya, unanikuza nipe notice. Nimekupangisha. Nakwambia kuanzia leo nakupangisha. Si kama nikupe notice nimekupangisha. Baba, nimekuja kuomba hela. Unaniongezea mzigo kunipangisha? Nimesema hivi, kajenge nyumba ya kwako au kapange. Baba, mimi sio mwanao, kwani unanifanyia hivyo? Nakufanyia hivyo mwanangu, najua sawa? Mimi nilitegemea kama wewe mtoto wangu mmoja tu ambaye ungeweza kunisaidia mambo ya aina mbalimbali. Lakini leo mambo unayonifanyia Yebugwa, sitaki hata mara moja kukupa shilingi 20,000 wala nobe hata shilingi 1,000 upate hapa. Baba, mimi nimelima heka 4. Ng'ombe amepita. Nipeleka kesi, nimeshindwa mimi. Kila kitu anachokifanya akiendi, kazi zipati, kila kitu kinamkosa, kila kitu kigumu. Hasa usiponiangalia wewe baba yangu, ukanisaidia matatizo yangu, na mimi kesho nikaja kukusaidia kulea vizuri, atakayenisaidia ni nani baba? Kule bondeni kuna mashamba mengi. Kwa nini ng'ombe wanapita shamba lako? Nashangaa na mimi, kwa nini mimi sasa? Na sio ujiulize kwa nini mimi? Laana hiyo. Wewe huna hekima na huna heshima na mimi. Moyo wangu una masononeko. Yebugwa, ondoka. Sasa nimekukuta wapi? Nasema ondoka. Njia hiyo, ondoka. Samee baba. Ondoka bwana, wewe vipi? Nikusamee nini? Mara ngapi nakusamee? Ondoka. Leo sikusamee. Ondoka. Mimi nitakuwa muuni, nitafuta sigara, nitakaba watu. Utajua mwenyewe. Baba, utanikosa, utalia. Za mwizi 40 utajua mwenyewe huko. Nikifa utalia. Mimi silii kutokana na kupumbavu wako. Ondoka. Hali shida mimi kama tu sina watu kunisaidia, sina mzazi, sina baba, mimi tuseme tu ananiacha nizi. Haina shida. Alafu ninapangishwa leo, napangishwa. Haya sawa. Ngoja nikafikie kodi. Haina shida, nitakuletea kodi. Wewe unataka kodi yako? Nitakuletea kodi. Haina shida. Kwanza ushakuwa unajitegemea, katafute. Haina shida. Mimi sifanya tu, mimi ni yatima mkubwa. Kama yatima wewe ndio utajua. Katafute hela huko. Mimi mtoto wa aina gani? Mara nyingi nafanya mambo kibao. Nampa misaada mingi. Wewe nenda bwana, wewe nenda. Kijana wangu. Mzee wangu. Samahani. Bila samahani, shikamo. Marahaba. Asante kwa adabu nzuri. Kijana wangu, mimi ni msafiri. Natoka nilikotoka, naelekea kijiji jirani. Kwa hiyo kwanza nakuomba unielekeze jina la kijiji ninachoelekea, lakini pia unibebee mzigo wangu huu kwa maana ya bega na nyuma. Sawa. Jina la kijiji mzee, kijiji kinaitwa Ritehu. Yaani Hedhumehu, walikaa Waarabu sana pale. Waleta majina ya kule kwao Waarabuni. Hedhumehu, Ritehu. Ndio.
Sasa unisaidie basi. Mzee, hapa na Litehu ni mbali sana. Ndio. Kwa hiyo nikusaidie mpaka Litehu au nichukue tu nikusindikize mpaka hapo tu mwisho wa kijiji? Nimechoka. Kijana wangu, na kuomba msaada wako. Na wala sio ajira. Wala sio ajira, sina cha kukupa kijana wangu. Ni msaada. Msaada. Siku. Sawa mzee wangu. Sasa mzee wangu, lakini sio mbaya. Kwa sababu gani? Hapa mwenyewe nina mazonge kijana wako. Na nipo kwenye mazonge. Yaani nipo ni sikukuu ya mazonge. Leo ni sikukuu ya mazonge kwa upande wangu. Mazonge ndio. Yaani kama mashetani fulani hivi meusi kichwani. Kuzongwa zongwa. Kuzongwa zongwa. Sasa bora acha nikusaidie. Sababu kwanza babangu mwenyewe hajawahi kunipa kazi. Nashukuru kwa msaada. Babangu hajawahi kunipa kazi kama hii. Babangu yani hata kuniagiza maji anainuka mwenyewe. Hata nikikosea hanisemi kama anapotakiwa kusema kulingana na umri wangu. Ananitusi, ananitukana. Hivi siku ya leo baba ananiambia nakupangisha mwanangu. Kwenye nyumba unayokaa utaleta shilingi 3000. Wakati nilikuwa nimeenda kumuomba msaada wa 20,000, mke wangu ana njaa, hajala. Kwa hiyo nahisi kama mimi ni mtoto wake kama wa magumashi. Kwa hiyo naumia. Natamani kama angekuwa kama wewe hivyo mzee wangu. Kwa muda mfupi nilokuona nimesikia raha sana. Na niko tayari kukusindikiza mpaka huko Litehu. Leo nachoomba kama unaweza, hebu nifikirie niwe hata mwanao kwa nyongeza. Kwa maana wewe ulikuwa mzembe? Hapana, mimi sijakuwa mzembe. Ila tu sijui yani kama namkera nini. Nifikirie. Naomba niwe mwanao. Mimi nafikiria. Nitakupa majibu. Wewe twende. Mzee, enza manabii wa mtu alikuwa anaomba kuzaliwa na nakubaliwa. Ndio. Hebu fikiria hicho. Fikiria hicho mzee wangu yani. Wewe usio na wasiwasi kwa sababu haina shida. Mimi nimekwambia nipe muda tu kidogo na tafakari. Sawa, mimi na mke wangu hatuli sana mzee wangu. Sio na wasiwasi juu ya kula. Hatuli sana. Mnakula kiasi gani? Sisi tunakula kilo 1.5. Kilo na robo. Kilo 1.5. Wakati tena huo ni wakati ambao tunakuwa hatuna njaa sana. Tukiwa na njaa sana ndio kidogo tunakula kilo 1.5. Sasa kuna watu katika kijiji sisi ndio tunakula level ya chini, mtu na mume wake. Ndio. Kweli mnakula kidogo. Mnakula kidogo sana. Sasa tunakula. Hebu nikuulize. Ndio mzee wangu. Wewe si umesema umezaliwa? Nimezaliwa. Mzazi wako nani? Baba yako. Babangu jina lake lenyewe mzee hata nikikwambia linatia uvivu. Anajiita yani jina la msanii yule Chino Wanaman. Yeye anajiita Kate Wanaman. Sasa wewe uone kama ndo maana ni changamoto. Ndo maana nikataka Kate Wanaman. Mzee, kwani hauna mjukuu? Kwa mfano labda ukaona kuniingiza kwenye ukoo wako ni changamoto. Kuna mjukuu wa kike tunikawa mkwe pale. Nikaoa mke wa pili. Nimekwambia hivi, wenyewe niachie muda nitafakari, usipate shida, mimi nitakupa majibu hili. Sawa tu, kaze mwendo. Au? Hapana, usiende mwendo mkubwa. Mimi nimechoka sana. Sasa umesikia? Babu. Ndio. Yaani wewe Fatuma. Ndio. Ninyi wenyewe vijana mnaita peace. Peace. Ya kwenda. Mzee wangu. Sasa mimi nizaliwe kwa ajili ya huyo Fatuma. Sasa wewe umetaka uwe mjukuu wangu. Sasa wewe utakuwa dada yako tu. Mimi nizaliwe kwa upande wa kuoa yani hapa yani nikubaliwe kwenye. Wewe. Sio kukuelewa sasa hizi. Fatuma umesema PC. Watoto wa mjini wanasema PC afu mzigo upo. Utakuwa babu. Mjukuu wangu. Ndio mimi. Umekuja kunipokea? Nimekuja kukupokea. Mjukuu wako. Hebu. Unanijua? Nakujua vizuri. Unajuaje? Mbona hatujawahi kuonana sasa? Nakujua tu. Nani Hebugwa? Mkabidhi begi. Mjukuu wangu. Huyu mjukuu wangu. Sawa, begi hili. Huyu atanisindikiza mpaka Litehu. Sawa, muende salama Litehu. Sasa mjukuu wangu. Naam. Hebugwa. Unafikiria kumfanya nini mkweo? Sijamfikiria chochote, manake mzunguko wake uko mbali sana. Maana sio kuolewa leo wala kesho, ila hatazaa mtoto yoyote, na mtoto yoyote atakayezaliwa ni wa kuliwa. Nimepanga mwanangu asipate mtoto yoyote. Ulishamwambia mwanao kama mrithi wako? Sijamwambia chochote. Sasa mwambie ili ajue
kama yeye ni mrithi wako wa uchawi. Sawa, nitafanya utaratibu wa kumwambia. Basi naomba umfanye awe na maisha magumu. Ndiyo. Asipendwe na watu. Ndiyo. Aonekane kama kinyesi. Ndiyo. Kila mtu amchukie. Ndiyo. Mfanye aishi maisha magumu sana. Ndiyo. Bugwa, naomba watu wakuchukie, unuke kama mavi, na kazi usiwe nayo, chochote kile usiwe nacho. Na hapa nilipo ninafanya kazi hii kwa kukuchukia wewe. Usifanye kazi yoyote na usipate maendeleo yoyote yale. Hapa leo ninakumaliza wewe. Asante. Asante kwa msaada wako, asante. Shukrani. Tutaonana siku nyingine. Sawa, nitamani kuuliza lakini hiyo siku nyingine nitauliza. Jitahidi unapotoka Litehu unipitie twende tukamwone Fatuma. Bado mbona Fatuma? Fatuma mzee. Mimi naenda. Asante. Litehu mpeke salama. Asante. Sawa. Asante. Twende. Asante. Bugwa. Mzee. Mzee, karibu. Asante. Mzee, umefajua nyumbani? Nimefajua nyumbani. Sasa mbona umekuwa haraka hivyo? Ulifikiria sitafika? Hongera sana. Sasa ndio unanipitia nichukue vitu vyangu twende kabisa tukamwone Fatuma. Hapana, subiri. Nina mengi ya kukuelekeza. Mimi nikutambulishe. Ndio. Mimi kwa majina naitwa $1. $501. Hapana. Yaani ni basikeli bombovu iliyoharibika hii. Ukitembea nayo inakupa tabu. Lakini sio kama unavyofikiria. Mzee, hilo jina mimi nilipenda. Sasa nitachofanya nikifanikiwa kuoa, lakini Fatuma mtoto wangu wa kwanza nitamuita hivyo, lakini nitamlisha mayai akiwa kwenye mimba hapa atoke mnene. Lakini simlishe mayai ya bunda. Sasa ndio mimi ni mganga. Tena mganga wa waganga. Kumbe mzee wangu. Mimi ni mganga wa waganga. Sasa kijana wangu. Nataka nikusaidie. Unisaidie mimi? Kuna nini mzee wangu? Nataka kukusaidia baada ya kugundua kwamba wewe una matatizo. Mimi? Wewe. Kweli? Una matatizo makubwa. Matatizo yapi mzee wangu? Jambo la kwanza, huelewani na baba yako. Yaani toka nimeoa upendo uliondoka. Hajawahi hata kuniagiza kama ulivyoniagiza wewe. Hajawahi kuniomba chochote. Nikimwomba kitu ili anipe. Hatari. Pili, wewe una matatizo na mkweo. Mkweo hakupendi kabisa. Lakini hatujawahi hata kugombana. Basi hawakutaki. Yaani mkweo wewe ni mchawi. Tena ni mchawi kweli kweli. Mzee, mkwe wangu mimi ni mchawi? Sio kama vile unavyofikiria. Mungu wangu. Ina maana huyo mama mkwe ndo anafanya mimi maisha yangu yanakuwa hivi kweli mzee wangu? Na ndio maana mambo yako hayanyooki. Kwa hiyo mimi nina nia ya dhati kabisa kukusaidia kijana wangu. Mzee, asante sana. Asante mzee. Wewe. Njoo. Na swali la kukuuliza. Kauliza. Yaani wewe kufika Lindi tu hapo kukaa mwezi mmoja, wasahau hata tamaduni za nyumbani kwenu, kijiji chenu na nyumba unayoishi. Kwani unafikiri ukivaa tofauti na ulivyovaa uwezi kupendeza?
Unamaanisha nini? Umevaa uchafu ulovaa uchafu. Acha ushamba wewe. Acha kuigaiga wewe. Hivi wewe, kwa nini unapenda kunitusi? Na kutukana nakwambia ukweli. Umeamua kunitukana? Nakwambia ukweli, angalia ulivyojichola. Lindi tu. Hebu ukifika Dar es Salaam wewe, si utajichola mpaka ndani ya jicho wewe? Au utajichola mpaka kwenye kalio? Kuna kitu nataka nikwambie unielewe. Makosa yangu mimi ni yapi kwenye maisha yako? Kwa mimi nimekufanyia kitu gani mume wangu? Kipi nilichokufanyia? Ujui unachonitenda mimi? Sijui. Au makosa ya watoto ambao uliweka tumboni wakafa kabla ya kuja duniani yalikuwa ni yapi? Kwa hiyo ukisema hivyo mimi sio watoto wangu au ni damu yako wewe peke yako? Mimi sio damu yangu. Mtoto alioishi mwezi mmoja akaondoka ghafla bila kuumwa bila chochote, au makosa yalikuwa ni yapi? Sikiliza nikwambie mke wangu. Mimi sio mwanaume mjinga ambao sijui thamani ya familia ninayoianzisha. Nimepoteza muda mwingi sana. Mwingi sana. Nimepoteza vitu vya thamani sana. Thamani sana. Inakuwaje wewe unanichukulia kawaida? Umekuja kwenye maisha yangu kuyaharibu kwa nini sasa? Hivi inawezekanaje? Ukanifanya mimi nikawa mtu wa namna hii, ukanifanya nikawa mtu dhaifu, ukanifanya mimi nikawa mtu ndezi, mtu ambao sina chochote, sina pa kushika, sipendwi, sisaminiki, sisemeshwi, siombi chochote, siombe nikapewa kwa sababu ya wewe. Mapenzi jamani haya. Mimi inaniuma sana mwanangu alokufa. Bora hata wengine ambao sikuwaona akiwa tumboni. Kwa sababu za kijinga tu ambazo zinasababishwa na wewe. Wewe unanilia wanangu, wewe ni nguruwe. Nguruwe mchafu ambaye akisikia njaa mpaka kinyesi chake anakula. Nisikilize. Kwa umefikia kunitukana sasa ndio? Nisikilize. Wewe na mama yako ni wachawi. Mimi sio mchawi na mama yangu sio mchawi. Naweza kuwa mchawi mama yangu. Mama yako ni mchawi mkubwa. Unawezaje? Watoto tumboni. Mama yako wale nyama ukawa hujui. Inawezekanaje mama yako ni mchawi usijui? Wewe ni mchawi na mama yako ni mchawi. Mama yangu mimi sio mchawi. Kwa nini tuseme mama yangu? Kwa nini tuseme mama yangu? Wewe. Nisikilize. Nitakuumiza hapo, nitakuumiza. Nitakuumiza na hichi kimwili chako, nitakuumiza nakwambia. Nitakuumiza. Ingia ndani. Sitaki. Unataka tuzungumzie nje? Ingia ndani. Nijibie hapa nje. Yaani watu wote wasikie. Mama, sitaki. Ninachotaka kujua, kwa nini umeniendesha kwa mwanaume ambaye anipendi? Yaani hayo mambo sikutaka kabisa wasikie majirani. Ingia ndani. Sitaki. Nitakujibu kama unavyotaka. Mwanaume ananinyanyasa, ananisema mama. Isitoshe, anakutukana hadi wewe mamangu. Anatukana kivipi? Anakutukana, anasema tu ni mchawi mama. Kumbe neno jema kwangu. Mimi ni mchawi? Mama, wewe ni mchawi? Nilikuwa naisubiri siku kama hii ya leo ili uje ujue ukweli. Au wewe sio mamangu, kwa sababu mamangu mimi sio mchawi. Sio kweli. Sitaki kujua kama hivyo unachokiongea kipo serious hicho kitu. Sio kweli. Mimi mamangu sio mchawi. Sio mchawi mamangu mimi. Sitaki kusikia hicho kitu mama. Sitaki. Mama, usiende kitu kama hicho. Sio kweli mamangu. Sitaki ukisikia. Mama, haya maisha magumu ambayo unapitia. Watoto wangu ndio hivyo wanapotea mama. Mimi sidhaliki mamangu. Nadhani kwa sababu yako. Kumbe ni wewe mamangu ambaye unaitazama na maisha yangu. Mimi na mume wangu. Ndoa yangu ina amani. Yote ni wewe mamangu. Ndio. Wapi nimekukosea mamangu? Na nini nimekukosea? Kama kuna kitu basi nimekukosea. Basi uniambie, nikombe msamaha mamangu. Sio kwa maisha ambayo mimi napitia mama. Mama, na kama sijakukosea mimi, kwa nini unanitesa? Kwa nini unanitesa mama? Asante sana mamangu kwa yote unaonifanyia. Asante. Nasubiri kufa tu basi. Maana mwelekeo wa maisha sioni mama.
Ebugwa. Mzee wangu. Mbona mawazo hivi? Lazima niwaze kwa sababu umeniambia vitu vigumu na tayari ulivyoondoka mimi niligombana na mke wangu maana alikuwa hayupo, alikuwa ametoka. Aliporudi tu kabidi nisivumilie. Sio kila mwanaume anakaba mzee wangu. Mimi mwenyewe kaba sina. Kabali mzee sina. Nimemchana. Na nimemchana. Na hivi kakimbilia kwao nahisi. Hasa kama mama yake ni mchawi kiasi ambacho alichoniambia. Mimi naona labda ndo mwisho wangu mzee. Maana yake mchawi akikujua, umemjua na ana shida na wewe, sasa nini kinabakia? Ndicho kinachokufanya uwe na mawazo mengi. Ndio mzee wangu. Sasa unaona hii? Ndio. Chukua meza. Sawa. Hiyo itakusaidia. Asante mzee wangu. Kutokana na matatizo ulionayo. Ndio. Umemeza hiyo, hutapata matatizo tena. Kweli mzee wangu? Hutapata matatizo tena. Ya kichawi hakuna. Hata mengine ya kifamilia hakuna. Mzee, sina tu cha kukulipa. Sina tu cha kukulipa. Sina sababu ya kuwa wewe unilipe. Chukua hii. Mzee, shukrani. Hivi unajua mzee, na miezi 4 mimi sijashika hela yoyote. Si Msimbazi. Wala sio Buguruni. Sijawahi kupata chochote yani. Yaani ndio kwanza muda mrefu nashika hela kama hii. Sasa sikiliza. Hii hapa. Nenda kamlipe baba yako. Akalipe pango. Halafu utaona kama tatizo la kwako wewe na baba yako linaendelea au la limekwisha. Asante. Asante mzee. Ngoja niweke vizuri. Iweke vizuri. Sijataka dondoka. Na ukipata nyingine sio badilishe, tumia hii. Nitumie. Hela hii ndio ya kwenda kumpa wewe baba yako. Sio uchukue hii hapo ufanye mambo mengine, halafu pate nyingine ukampe baba yako, hapana. Hiyo nyingine natoa wapi mzee? Yaani ndio nimepata hii nishakamia miezi 4 ndio nashika hii. Asante. Nashukuru sana mzee wangu. Asante sana. Asante. Pia sharti jingine. Kwa kuwa tumeshafikia mahala na mimi nataka kukusaidia. Yule mwanamke uliye naye achana naye. Nenda kamwache. Mimi nitakupa mke. Sawa, sema nilikuwa nimemzoea. Achana naye. Vinginevyo maisha yako yapo hatarini. Hauwezi kumsaidia na yeye akawa imara tu. Mimi siwezi kumsaidia yeye. Nia mimi ni kukusaidia wewe na si yeye. Sawa mzee Wandala, nikikupinga wewe nitakuwa nayapinga maisha yangu. Hata kama inauma, inasikitisha. Inabidi na kuomba utambue hilo. Sawa. Fatuma yupo lakini mzee. Fatuma yupo. Sawa mzee. Fatuma yupo. Sawa. Shukrani mzee, mimi nashukuru. Asante. Nitafanya kama ulivyosema, haijalishi inauma kiasi gani. Kuwe na maumivu kiasi gani, ni heri ya maumivu haya kuliko maumivu utakayoyapata huko mbeleni. Mjukuu wangu. Sawa, asante, shukrani. Shangazi, nimetoka kwa mama kwenda kumwelezea matatizo yangu. Yaani siamini kitu ambacho amenijibu. Shangazi, eti mama ni mchawi. Shangazi, kwa nini wewe na baba mmeenda kuoa kwenye ile familia? Tumeenda kuoa ile familia kwa sababu tumefanana nayo. Kwa hiyo shangazi, inamaanisha wewe ni mchawi? Ndiyo. Na baba naye alikuwa ni mchawi? Ndiyo. Sitaki kuamini, wewe sio mchawi. Ndiyo, mimi mchawi. Wewe ni mrithi wa uchawi wa mama yako. Sio kweli shangazi. Sitaki kuamini hicho kitu. Kama ni kweli unachoniambia, sitaki. Na ukikaidi utakufa. Sitaki. Hapo umeshafungwa, huwezi kupona popote. Mwanangu, nyumbani
nimepika maboga pamoja na mahindi, twende ukale. Sijapenda lakini inanilazimu. Naomba ishi kwa usalama mume wangu, kwa sababu nakupenda sana. Japo tunaachana, tusiache basi kusalimiana. Mimi mwenyewe ni kama wewe tu, nakupenda sana, lakini na mimi inalazimu kwa sababu ya usalama wangu. Mimi nakuombea huko uendako na wewe ukae salama, sawa? Ila wewe ni mzuri sana, ni mwanamke nilokuzoea, mwanamke ambaye nitapata tabu sana kukusahau. Haijalishi ulikuwa sio mbaya, ulikuwa mbaya, lakini mapenzi yana mazoea, sawa? Naomba uniahidi kama utakuwa mzuri huko uendako. Niahidi, tafadhali usende ukae mbaya sana. Kwa heri. Asante kwa kunielewa. Nilikuona wakati unajiandaa kuja. Karibu mwanangu. Lete begi. Sitaki mama. Tunataka wewe mamangu. Mwanangu, simba anamzaa simba. Chui anamzaa chui. Nyoka anamzaa nyoka. Mwanangu, karibu. Mimi siwezi kuingia ndani. Ebugwa. Naam. Huwezi kuingia ndani kwa nini? Mimi ndo nimesema siwezi kuingia ndani kwa sababu sina sababu ya kuingia ndani. Unamaanisha nini? Mzee, unaniuliza kwa nini wakati unajua? Mimi ni bidhaa. Mimi kwako ni bidhaa. Mimi ni mteja. Mteja ni mfalme. Nakuja kuzungumzia masuala ya nyumba yako pamoja na kodi yako. Uliniambia nifanye mchakato. Sasa nawezaje kuja mteja ukaniambia niingie ndani? Unataka kunifanya nini? Mzee, sikiliza nikwambie. Unapoongea na mteja wako, swala la uzazi unaweka pembeni kwanza. Na ndio maana ukitazama sura yangu imekuja kama mteja, haijaja kama mtoto. Wewe umenipangisha bwana kwenye chumba chako na nyumba nzima kwa ujumla. Sasa nitaka nikwambieje? Uliniambia nitoe hela miezi miwili, lakini uwezekano kutoa miezi miwili mimi sina. Nimepata kwanza ya mwezi mmoja. Naomba ukate 3000 yako ya mwezi mmoja. 2000 nirudishie nikagange. Ebugwa. Una akili kweli? Sielewi, labda nikuulize ndo nini sasa unaongea. Sababu makubaliano wewe unajua. Nani kakwambia kama wewe mpangaji wangu? Akili hii unaitoa wapi mwanangu? Hebu sikiliza. Mimi baba yako naitwa Ahmed Isa Madi. Ijapo kama vijana wanapenda kuniita mzee Katele, mara Kateboy, mara Katewanaman, hayo ni majina ya vijana. Wanapenda kunipandikiza kwa sababu ya zihaka zangu. Ebugwa, sikiliza. Mimi kwa jitihada zangu nimejua kama wewe umekuwa, nikachukua pesa yangu, nikakununulia ile nyumba. Bahati nzuri Mwenyezi Mungu akatutia riziki. Tukaweza mimi nikaweza kupata jitihada zake, nikakuolea mke, uko naye pale. Leo wewe ujiite mpangaji wangu mimi, Ebugwa wewe. Alafu kumbuka ya kwamba mimi nina akiba yangu. Ninafikiria kwamba wewe kutegemea na maisha yako nikufungulie duka, tupate fremu nikufungulie duka ili uweze kufanya biashara zako zikusaidie, lakini pia zitusaidie hata sisi wazazi wako. Hivi mzee, kwa nini mila za zamani mliziacha? Wakati mtoto anazaliwa kipindi cha nyuma kulikuwa kuna mtu anaitwa Ngariba. Mtu huyo alikuwa anamchukua mtoto na kumkagua na kusoma kipawa chake kama huyu anafaa kuwa mtu fulani. Kwa nini sasa hivi mila tumeziacha? Shida ni huu uzungu ulioingia mjini mpaka vijijini. Shida ni nini? Kwa sababu kulikuwa kuna sababu yoyote ya mzazi kumlinda mwanae toka anapozaliwa baada ya kujulikana kipawa chake. Lakini kwa sasa wazazi, nafasi ya mila zetu mmeacha.
baada ya kuacha mmewaachia wachawi waangalie vipawa vya watoto wenu na kuwafanya vile wanavyotaka katika maisha na hata kuwapoteza watoto wenu katika njia zao. Kumbe baba, uchawi upo. Sikiliza, ni kweli. Sasa hivi vijana kuna jambo wanazungumza, wanasema tunakwenda kwa wakati, lakini pia hizi habari za uchawi unazozungumzia ni kweli, uchawi upo mwanangu, lakini usidhani ya kwamba kila unayemuona aidha atakuwa mchawi. Hapana. Sawa, nimekuelewa mzee wangu. Mimi na wenzangu wengi ambao watu waamini uchawi kama upo, basi napitia maisha magumu sana kwa kupingana na ukweli ambao upo katika dunia yetu inaonekana. Hapa ni kwa baba yako. Wewe pita ndani uangalie kuna chakula gani utakachokikuta mwanangu, kula. Polo wa ugali. Mzee, pita ndani mwanangu. Jamani, uchawi upo. Kama kuna mtu haamini, uchawi upo.